Hujambo mtazamaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: zaidi ya wanunuzi 190,000 wa nje wajisajili mapema kwa maonesho ya 139 ya Canton. Droni za rahisisha usafirishaji wa mboga Chengdu nchini China, na China yapata maendeleo endelevu katika upandaji miti. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Dawish. Zaidi ya wanunuzi 190,000 kutoka nje ya nchi wamejisajili mapema kushiriki maonesho ya 139 ya biashara ya uagizaji na uuzaji ya China, maarufu kama Canton Fair, kufikia Jumatatu. Idadi hiyo inaonyesha hamasa kubwa ya kimataifa kuelekea ufunguzi wa tukio hilo muhimu la kibiashara. Jacob Mogoa anaripoti. Kati ya waliosajiliwa takriban 140,000 wanatoka katika nchi na maeneo washirika wa mpango wa ukanda mmoja na njia moja, jambo linaloonyesha kuimarika kwa ushirikiano wa kibiashara kati ya China na mataifa hayo. Aidha, ushiriki wa makampuni makubwa na taasisi mbalimbali unaendelea kuongezeka, ambapo jumla ya kampuni 286 zinazoongoza zimethibitisha kuhudhuria, huku taasisi 146 za kimataifa zikitarajia kuleta ujumbe wa wajumbe wao. Maonesho ya Canton Fair yalianzishwa mwaka 1957 na hufanyika kila majira ya masika na vuli katika jiji la Guangzhou, kusini mwa China. Ni moja ya maonesho makubwa na ya muda mrefu zaidi duniani katika sekta ya biashara ya kimataifa, na hutazamwa kama kipimo muhimu cha mwenendo wa biashara ya nje ya China. Tangu kuanzishwa kwake, maonesho hayo yamefanikiwa kuanzisha mahusiano ya kibiashara na zaidi ya nchi na maeneo 229 duniani. Toleo la 139 linatarajiwa kufanyika kuanzia Aprili 15 hadi Mei 5 mwaka huu, likiwa na matarajio ya kuvutia washiriki wengi zaidi na kuimarisha biashara ya kimataifa. Teknolojia ya drone inaendelea kubadilisha sekta ya kilimo katika mji wa Chengdu, kusini magharibi mwa China, ambapo wakulima sasa wanavuna na kusafirisha mboga kwa haraka zaidi, zikifika sokoni zikiwa bado mbichi na zenye ubora wa hali ya juu. Simi Wanjala anaarifu zaidi. Katika wilaya ya Shindu, droni zimeanza kufanya kazi sambamba na wakulima mashambani, zikiharakisha mchakato wa kuvuna na kusafirisha mboga za msimu wa mchipuko moja kwa moja kutoka shambani hadi vituo maalum vya ukusanyaji. Tofauti na zamani ambapo mazao yalisubiri usafiri wa magari au watu, sasa hupakiwa mara moja na kusafirishwa kwa njia ya anga hadi vituo vya kuchambua na kufungasha. Mfumo huu umeonekana kuwa na manufaa makubwa, hususan kwa oda ndogo zinazohitaji kuwasilishwa kwa haraka, huku ubora wa mazao ukihifadhiwa. Droni hizi usafiri umbali wa kilomita 4 kwa dakika 5 pekee, zikibeba hadi kilo 30 za mboga. Mara zinapofika katika kituo cha kuchakata, wafanyakazi huanza mara moja kupanga na kufungasha mazao yao kabla ya kusafirishwa kwa malori ya haraka kwenda maeneo mbalimbali nchini China. Kwa mujibu wa mamlaka za usafirishaji katika wilaya ya Shindu, mfumo huu wa usafiri wa anga wa mazao unasaidia kuhifadhi ubora wa mazao na kuimarisha kilimo cha kisasa kinachozingatia oda maalum, usafirishaji wa mara kwa mara na ufanisi wa juu zaidi. Gharama ya safari moja ya droni kwa umbali huo ni kati ya yuan 15 hadi 20, ambayo ni sawa na dola 2 hadi 3 za Marekani, huku kampuni ikisema tayari imeshughulikia oda zaidi ya 90,000 msimu huu wa mboga. Tangu kuanzishwa kwa kikosi cha droni mwaka jana, huduma hizo zimepanuka hadi kaunti na miji jirani, ambapo 80% ya matumizi yake ni katika sekta ya kilimo. Aidha, mji wa Chengdu umevutia zaidi ya kampuni 500 zinazojihusisha na uchumi wa anga ya chini, huku teknolojia ya droni ikitarajiwa kuwa muhimili muhimu wa kisasa wa kilimo katika miaka ijayo. Mahitaji ya roboti za kusafisha madirisha yanaongezeka kwa kasi katika soko la kimataifa, yakichochewa na maendeleo ya teknolojia. Kumradhi, kampuni za China zinaendelea kuongoza sekta hii kwa ubunifu na ongezeko kubwa la uzalishaji na mauzo. Roboti za kusafisha madirisha zinazotengenezwa nchini China zinaendelea kunyakua sehemu kubwa ya soko, huku mauzo ya kimataifa yakiongezeka kwa kasi. Kama mwelekeo mpya katika sekta ya vifaa mahiri nchini China, roboti hizi zinatoa matokeo ya kuaminika katika kazi ambayo mara nyingi huwa ni ngumu na hatari. Kampuni moja inayoongoza ya teknolojia katika mji wa Suzhou, mashariki mwa China, inasema kwamba roboti zake za kusafisha madirisha sasa zinashikilia zaidi ya 60% ya soko la ndani.
In the first quarter of this year, sales revenue of window cleaning products in China alone exceeded 18 million yuan, about $2.62 million, a quarter-on-quarter increase of 50%. The actual revenue in the first quarter has already exceeded half of last year's, and orders are already booked until late May. Katika kiwanda kingine cha kutengeneza roboti mpya kabisa ya kusafisha madirisha inafungashwa kila baada ya sekunde kadhaa. Meneja wa kiwanda anasema kuwa tangu Januari kiwanda hicho kimepata zaidi ya nusu ya oda zake barani Ulaya. In the first quarter of this year, we saw remarkable growth in markets such as North America, Australia, and parts of the Middle East, with some regions achieving triple-digit growth, representing a breakthrough. At the same time, we received our first orders for window cleaning robots from several Eastern European countries, including Romania. Sekta ya roboti za kusafisha madirisha kwa matumizi ya kibiashara pia imekuwa na ongezeko kubwa la mahitaji ya kimataifa. Kampuni moja yenye makao yake makuu mjini Guangzhou inayojishughulisha na roboti za kusafisha majengo marefu anasema kwamba karibu nusu ya bidhaa zake sasa zinauzwa nje ya nchi. We currently have 8 products and our exports are growing at a rate of approximately 40 to 50% annually. Kulingana na kampuni ya utafiti wa soko ya Statistics MRC, soko la kimataifa la roboti za kusafisha madirisha litakuwa kutoka dola milioni 583 mwaka 2025 hadi dola bilioni 2.2 mwaka 2032, ikiwa ni ukuaji wa wastani wa 20.9% kwa kila mwaka. Wadau wa sekta hiyo wanasema kwamba tasnia hii inaingia katika kipindi cha ukuaji wa kasi na ina matarajio mazuri kwa siku zijazo. Chinese companies are gaining the lead, overtaking their competitors through continuous technological breakthroughs and advancements in LDS laser sensors, navigation modules, and AI algorithms. We expect global shipments of window cleaning robots to exceed 3 million units in 2026. China inaendelea kuimarisha nafasi yake kama kiongozi wa dunia katika uzalishaji na teknolojia, huku hatua zake za kushirikisha ubunifu zikifungua milango mipya ya maendeleo kwa nchi zinazoendelea, hasa katika sekta ya nishati na akili mnemba. Tom Wanjala na maelezo zaidi. China inaendelea kupiga hatua kubwa katika uzalishaji na teknolojia, jambo linaloiweka mbele ya mataifa mengine duniani. Wataalamu wa siasa na uchumi wanasema mafanikio haya yanaweza kusaidia sana nchi zinazoendelea kukuza uchumi wao. Katibu mkuu wa chama cha kikomunisti cha Afrika Kusini, Solly Mapaila, amesema kwamba China imeonyesha maendeleo makubwa katika uzalishaji na ubunifu na sasa inaongoza dunia katika sekta hiyo. I think China firstly has lived Nafikiri China imepiga hatua kubwa sana katika uzalishaji na kwa kila namna sasa haiwezi kupingwa kwamba inaongoza duniani katika maendeleo ya nguvu za uzalishaji. Hilo pekee pamoja na jitihada zake za kuendelea kuvumbua limeipeleka katika kiwango cha juu zaidi. Tumeshuhudia kwa mshangao na pia kwa fahari, kwa sababu mafanikio ya China kwa nchi ya kisosialisti ni mafanikio ya wasosialisti wote duniani. The achievement of China as a socialist country is the achievement of all socialists everywhere. Mapaila aliangazia pia mchango wa China katika teknolojia, hasa katika sekta ya AI. The development of high quality machines. Maendeleo ya mashine za hali ya juu na teknolojia kwa ujumla yamekuwa ya kuvutia sana, na tunatazamia kuona jinsi nchi kama China inaweza kuchangia matumizi ya AI katika maendeleo ya watu na sio tu kuongeza faida. Kwa upande wake, Chu Chiang, mtafiti kutoka kituo cha utafiti cha ukanda mmoja na njia moja, alieleza kwamba China inasaidia nchi zinazoendelea kupitia uhamishaji wa teknolojia. Alitoa mifano ya vitendo vya jinsi teknolojia za kisasa zinavyoweza kubadilisha uchumi wa maeneo husika. Sasa tunaweza kwenda Afrika Kusini, tukawapatia paneli za sola, mashamba ya upepo na mifumo ya uzalishaji wa nishati iliyosambazwa. Kwa mara ya kwanza, hawatalazimika kutegemea nishati kutoka nje. Wanaweza kutumia nishati safi ambayo gharama yake hupungua kadri matumizi yanavyoongezeka. Hivyo tunawawezesha watu kwa kuwapatia teknolojia ya kisasa kwa nia njema, na kadri tunavyoendelea kufanya hivyo ndivyo watu wengi zaidi watanufaika.
Vilevile, ushirikiano kati ya China na nchi zinazoendelea hasa barani Afrika umeendelea kuimarika kupitia miradi ya miundombinu, mafunzo ya kitaalamu na uwekezaji katika sekta mbalimbali. Hatua hii imechangia kuimarisha ujuzi wa ndani na kuongeza ajira hasa kwa vijana, huku ikichochea ukuaji wa viwanda vya ndani. China imepata maendeleo endelevu katika kuifanya ardhi kuwa ya kijani na kukuza misitu katika miaka hivi karibuni, huku eneo la misitu likifikia takriban hekta milioni 241, sawa na takriban miti 100 kwa kila mtu. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Katika kipindi cha mpango wa 14 wa miaka mitano 2021 hadi 2025, China ilikamilisha zaidi ya hekta milioni 36.5 za upandaji miti. Kiwango cha eneo lililofunikwa na misitu nchini China kimefikia 25%, huku ujazo wa jumla wa misitu ukifikia karibu mita za ujazo bilioni 20.99. China imehimiza ushiriki wa kitaifa katika upandaji miti, ikisisitiza kuwa juhudi za uoto wa kijani zinapaswa kuwa za kudumu na hatimaye kuwafaidi wananchi. Mbinu bunifu zinabadilisha changamoto za kimazingira kuwa rasilimali zenye thamani, zikitoa manufaa ya kimazingira pamoja na faida halisi kwa jamii za wenyeji. Katika Huainan, mashariki mwa mkoa wa Anhui nchini China, eneo lililokuwa limeathiriwa na kushuka kwa ardhi kutokana na uchimbaji wa makaa ya mawe limebadilishwa kuwa bustani hai ya kiikolojia. Eneo hili ambalo hapo awali liliharibiwa na shughuli za viwanda, sasa lina maeneo ya vinamasi, misitu na njia za matembezi, likiboresha kwa kiasi kikubwa hali ya maisha ya wenyeji. We are now scaling up forestry and new energy industries to boost both ecological and economic benefits, and creating a replicable model for resource-based cities. We've developed a model of restoration plus photovoltaics plus tourism. It not only restores the environment, but also generates clean energy and economic returns, turning ecological burdens into green assets. This used to be a mining pit with poor conditions. Now it's a beautiful park with clear water and lush trees. We come here every day. Pony AI, kampuni ya China ya teknolojia ya magari yanayojiendesha, imeanza rasmi operesheni za taksi zisizo na dereva za kizazi cha 7 katika miji ya Guangzhou na Shenzhen. Hatua hii inaashiria upanuzi wa matumizi ya usafiri wa magari yanayojiendesha. Tujiunge na Zakia Pong atufahamishe zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. China inatumia fursa ya kupanuka kwa uchumi wake wa wazee ambao unabadili sekta mbalimbali na kutoa sura mpya ya maisha kwa wazee nchini humo. Kwa kuwa na jamii zilizo na vifaa muhimu vya huduma kwa wazee na masuluhisho mengine yanayowalenga wazee na kusaidia kubadili maisha ya mamilioni ya watu. Mpaka sasa, China imejenga vituo 3.67 vya kutoa huduma kwa wazee kote nchini humo. Na hapo sio tu mahali pa kuishi, bali pia wanapata uungaji mkono kamili, kuanzia msaada wa kila siku mpaka huduma za kitaaluma za afya. Kutokana na ngazi ya juu ya huduma, vituo hivi sasa vinakumbatia teknolojia za kiuvumbuzi ili kutoa huduma za ufanisi zaidi. Licha ya kutoa huduma bora za kimwili, vituo vingi vinalenga kuhakikisha maisha ya kijamii ya wazee yanaendelea kuwa ya kufurahisha na kuridhisha, huku shughuli mbalimbali za kuburudisha zikitolewa. Baada ya mwenza wake kufariki, Zhang Xiufang, mkazi wa Beijing, alihamia kwenye jamii hiyo. Mwanzoni anasema alihisi upweke sana, lakini alipoanza kujifunza ujuzi mpya, kutafiti vitu mbalimbali anavyopendelea na kuwa na marafiki wapya, taratibu alianza kurejea katika hali yake ya kawaida. Wakati wakazi wengi katika nyumba
zinazohudumia wazee wanaweza kutaka kuishi maisha ya utulivu na kutokuwa na haraka. Wengine wamegundua tena mtazamo chana wa maisha ya kustaafu na wanafurahia sana kuwa na shughuli. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. 第2课，你叫什么？ Mambo. Karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Kupuliza povu kwenye maandishi. Msichana mdogo anapenda kupuliza povu mbele ya mlango. Kama tu ukiweza kusoma herufi za Kichina kwenye povu kwa usahihi, povu zitaelea. Tafadhali msaidie msichana kusoma maandishi kwa usahihi na kuruhusu mapovu kupaa. 我 他 叫 妈 不 什么 高兴 认识 你好，我叫星星，你叫什么？我叫月月。认识你很高兴。 你好，我叫星星，你叫什么？我叫月月。 认识你很高兴。 他叫什么名字？ 他叫星星。 他叫什么名字？ 他叫月月。 你好，我叫星星，你叫什么？ 我叫月月。 认识你很高兴。 你认识他吗？不认识。 你认识他吗？不认识。 他们认识吗？ 不认识。 你认识他吗？不认识。 Kujaza sehemu zilizoachwa wazi.
Kwa kila andiko sahihi unalochagua, utapokea zawadi. Wacha tuone ikiwa unaweza kukusanya zawadi zote. 好。什么？叫？很。认识。你好，你叫什么？我叫月月。认识你很高兴。你认识他吗？ Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见. Naam, ni hulka kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake, na kufikia hapa mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Usiketi kwenye meza ambayo anazungumzwa mtu mwingine, kwani utakapoinuka wewe ndio utakayekuwa mada. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.